kunipa afya njema, lakini kwa namna ya pekee kabisa uwepo wangu ndani ya bunge hili na kwa nafasi ambayo bunge liliniamini na kunipatia. Kwa wale wanaofahamu historia yangu fupi, mimi nasema ni kwa neema tu ya Mwenyezi Mungu. Mheshimiwa Spika, na uhakika kabisa mwenyekiti wangu wa Chama cha Mapinduzi, Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, ninamshukuru sana vile vile kwa sababu nilihitaji transformation na uhakika amekuwa sehemu kubwa ya transformation yangu kuingia bungeni na kupewa nafasi na kuweza kuonyesha kwamba nina uwezo wa kufanya kitu fulani kuisaidia nchi yangu. Mheshimiwa Spika, nikushukuru wewe kwa namna ya pekee sana kwa miongozo mbalimbali ambayo umekuwa ukitupatia, na hasa mimi toka pale ambapo nakushukuru sana kwa sababu umekuwa mwalimu wangu mzuri, kwanza kiprofession, lakini kama spika na kiongozi wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Spika, nilionekana kwa sababu nilikuwa na kamati ambayo iliniamini. Niwashukuru sana wajumbe wa kamati ya viwanda, biashara na kilimo ambao waliniamini na kunipa nafasi hii ya kuweza kuwaongoza. Naamini sijawaangusha. Mheshimiwa Spika, nimekuwa mjumbe wa kamati ya maadili ambayo wewe ulinipa hiyo kazi. Niwashukuru wajumbe wa kamati ya maadili. Tumefanya kazi vizuri na tulililia tuwe na kazi nyingi, lakini tulipopata kazi chache tukajua kazi ya maadili ni ngumu. Kwa hiyo tunashukuru kwa chache tulizozifanya, tumezifanya vizuri kwa weledi. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Mheshimiwa Spika, niwashukuru wabunge wenzangu. Wameonyesha imani kubwa sana kwangu. Toka siku ambapo nilichaguliwa, walinichagua kwa kura nyingi. Nashukuru kamati ya uongozi ambayo ilipeleka jina langu kwa wabunge kama mmoja wa watu ambao wangefaa kuwa wenye viti wa bunge. Ninawashukuru sana kwa kipindi chote hiki. Tumefanya kazi kwa pamoja na kwa kweli nilitoa ahadi moja siku ambapo nilikuwa ninawashukuru kwamba nitajitahidi kufuata miongozo ya spika, lakini nitajitahidi kuwa fair, na nina uhakika nimejitahidi kufanya jambo hilo. Lakini Mheshimiwa Spika, katika miongozo hiyo namshukuru sana Mheshimiwa Naibu Spika, Mheshimiwa Zungu. Amekuwa ni kiongozi ambaye tumefanya naye kazi kwa karibu sana, na yeye amekuwa akitupa miongozo. Mheshimiwa Spika, nawashukuru wenye viti wenzangu ambao tumefanya nao kazi kwa karibu, na hasa kipindi hiki cha bunge refu la budget. Kilikuwa kipindi ambacho kimetufanya tuielewe kazi vizuri ya kuwasimamia wabunge. Na kwa kweli Mheshimiwa Spika, katika kuifanya kazi hii nawashukuru wabunge wote, nawashukuru sana mawaziri na manaibu waziri ambao wao katika maongezo waliyosema hapa katika kupresent budget zao walitushukuru sisi wenye viti kwamba tumesimamia bunge vizuri. Na mimi nawashukuru sana. Namshukuru sana Chief Whip pamoja na waziri mkuu ambao tumefanya nao kazi kwa jirani sana. Mimi kama mwenyekiti wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Spika, tupo kwenye kipindi ambacho tunakwenda kwenye uchaguzi. Na sisi tunasema, na mimi nimelisema mara nyingi na hasa nilipolisema kama mwenyekiti wa kamati. Mheshimiwa Rais amefanya uchaguzi wetu kuwa mwepesi kwa mambo makubwa ambayo yamefanyika. Ni swala la sisi sasa kutumia nafasi hiyo kuelezea vizuri yale yote ambayo tumeyapata, tumeyaona, tumeyafanya katika kipindi hiki ambacho tumepewa dhamana ya kuwa wabunge. Mheshimiwa Spika, nimshukuru sana Mheshimiwa Shangazi kwa ushirikiano mkubwa ambao amenionyesha kwa kunitia moyo hata pale ambapo nilitaka kuwa na matatizo ya hapa na pale ya kikazi. Shangazi alikuwa mmoja ya watu ambao walinipa nguvu sana. Jambo la siasa sio wote tumelianza siku nyingi. Kwa hiyo tulihitaji sana kuwa na counselors, na amekuwa counselor mzuri kwangu. Mheshimiwa Spika, nimshukuru sana katibu wa bunge
na makatibu mezani wote ambao kwa kweli wamenisaidia sana niweze kufanya kazi yangu vizuri na kwa ufanisi. Lakini washukuru wafanyakazi wa bunge wote kwa ujumla wao, makatibu wa bunge ambao walikuwa kwenye kamati yangu, makatibu wa kamati wale ambao ni wafanyakazi wa bunge, na wafanyakazi mbalimbali wa bunge ambao wamekuwa msaada mkubwa sana katika utendaji wa kazi, katika mambo hata yale mambo ya kawaida tu. Mheshimiwa Spika, kipindi hiki nipo hapa kwa sababu wananchi wa Njombe waliniona wakaniamini. Nichukue nafasi hii kuwashukuru sana wapiga kura wote wa jimbo la Njombe mjini ambao mpaka muda huu, Mheshimiwa Spika, ni wazi kwamba wameonyesha imani kubwa sana kwangu, kubwa kiasi cha kuonyesha kwamba hawahitaji mtu mwingine kwenda kushindana na mimi kule Njombe. Mheshimiwa Spika, ni wazi kwamba hata msafara wa mamba akiwa mmoja, kenge huwa wanajitokeza kumsindikiza. Kwa hiyo naamini kabisa kwamba kwa mustakabali wa demokrasia bado wananjombe wanakaribisha kugombea, lakini tuna uhakika kabisa watakuwa ni wasindikizaji kwa maana wananjombe wameshaamua. Mheshimiwa Spika, baada ya kusema haya machache, nipende kukushukuru tena kwa kunipa nafasi hii fupi, lakini nishukuru sana familia yangu, mke wangu Dorothy na watoto wangu watatu wa kike ambao wamekuwa ni inspiration kubwa ya mimi kufanya kazi kwa ufanisi. Wamenipa nafasi kwa kutoniuliza maswali kwa nini sionekani nyumbani, kwa sababu niko bungeni na niko Njombe nikiwatumikia wana Njombe. Ninawashukuru sana. Wakati ninahitimisha jambo hili, Mheshimiwa Spika, nipende kusema nimejifunza mengi na niko tayari kuendelea na kazi wa bunge ukiona kama ninafaa bado kuliongoza bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa nafasi ya mwenyekiti. Asante sana na kushukuru sana. Waheshimiwa wabunge, asante sana wenye viti. Waheshimiwa wabunge, Mheshimiwa Naibu Spika aliwaaga wiki iliyopita na amesema leo kwa sababu Spika atapata nafasi ya kuzungumza, basi yeye ameomba asizungumze. Lakini pia Mheshimiwa Naibu Waziri Mkuu na yeye amesema kwa sababu mkubwa wake yuko hapo na atapata nafasi ya kuzungumza, basi na yeye hatozungumza, lakini ilikuwa niwape fursa ya kuzungumza. Baada ya kusema hayo, waheshimiwa wabunge, sasa tunaendelea na ratiba yetu. Katibu. Taarifa ya katibu wa bunge. Katibu wa bunge ndugu Baraka Leonard. Mheshimiwa Spika, kwa mujibu wa kanuni ya 35 kanuni ndogo ya pili ya kanuni za kudumu za bunge tolewa Februari 2023, naomba kutoa taarifa kuwa shughuli zote zilizoko kwenye orodha ya shughuli za mkutano wa 19 wa bunge sasa zimemalizika. Asante sana. Asante sana.